tunaumia sana kwa athari ya jamii nzima. Sasa hivi mmeona baadhi ya mataifa imefikia hatua sasa, baada ya kuona yatendewe haki, yameingia msituni, yameleta tatizo, taharuki kubwa kwa jamii. Kwa nini? Mmoja kutendewa haki, ameona hawezi kupata haki, kaamua kuingia msituni. Anapokuja sasa, kitakachotokea kinaathiri mpaka mlemavu, kinaathiri mpaka mama mjamzito. Kwa hiyo ya kijamii ndio sisi tunaipigia kelele kwamba inaathiri makundi makubwa sana. Na hapa tulipo, tunavyozidi kutendeana ukatili wa chini kwa chini, tukubaliane kama taifa kwamba baadaye tunakokwenda ni pabaya sana. Maana ukatili mtu avumilii na anajiandaa kulipiza. Sasa tuone watu, kwa mfano unaongelea sala watoto walioko mtaani. Hili kundi la watoto 1888 wako mtaani, wamejiandaaje baada ya miaka 10 mbele? Kwa hiyo kuna kundi limejiandaa kulipiza kisasi. Na litakapolipiza kisasi tulishangae kwa sababu sisi hatukulisikiliza na kulisaidia. Kwa hiyo tuendelee kutiana moyo kwamba hapana ukatili sasa basi. Tupeane elimu, tuongee pamoja. Ni sawa uliumizwa, usimfanyie mtu ambaye kukuumiza. Kama una hasira mfanyie aliye kufanyia. Pia huwezi kuondoa tatizo kwa tatizo. Kama umepigwa, jifunze kusamehe. Samehe tu, maisha endelee. Maana hata ukimpiga tena hutaondoa ile maumivu aliyokupa. Kwa tujifunze kuondoa ukatili kwamba ni kweli nimetendea ukatili na bosi wangu. Kabisa, atakapokuja mfanyakazi mwenzangu mimi simtendee ukatili. Ni kweli nimeenda kwenye chuo cha kuandaliwa kutenda ukatili. Nimtendee nani? Subiri sasa mwalifu aje umtendee. Sio kwa sababu umefundishwa namna ya kutenda ukatili sasa wewe unajiandaa kufanya hadi mwananchi wa kawaida ambaye stahili. Kwa jamii tunazidi kuihamasisha kwamba ili tuishi vizuri tutafute elimu. Na pia tusameane. Na 3 tuanze upya. Inawezekana. Anza upya tu. Ni kweli umeumizwa, anza upya. Maisha endelee. Kuliko kuchukua hatua na wewe ya kutenda ukatili. Ukatili haukubariki kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu sisi ni nchi tunajiita ni nchi ya amani. Sasa kama ni nchi ya amani, ukatili wa nini? Hatuhitaji kuwa na ukatili, hasa kwenye familia zetu, pia kwenye maofisi yetu. Hayo ndio tunashauri jamii itafute elimu sahihi, tuishi kwa amani, kila mmoja aishi kwa kufurahia dunia hii ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na ripoti nyingi za wananchi kulalamika kwamba vitengo ambavyo vimepewa dhamana na mamlaka ya kusimamia haki ndivyo vimekuwa mstari wa mbele kushiriki ukatili kwa kugeuka kuwa wafinyaji wa haki na sio kimbilio kama vinavyopaswa kuwa. Kwa hili unalionaje mwalimu? Maeneo ambayo tunaomba sana tusaidike na tusaidiwe sana ni maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza kabisa ni eneo linaloitwa ofisi ya ustawi wa jamii. Wale watu kama watatutendea haki, jamii itakuwa salama. Kwa sababu ofisi ya ustawi wa jamii kuanzia ngazi ya kata mpaka taifa ikiamua kusikiliza migogoro iliyopo kwenye jamii na ikaitatua, ukatili unapungua. Sehemu ya pili ni kwa wenzetu waliopewa mamlaka na nchi, majeshi yetu yote. Kwa mfano majeshi yetu yote kama hasa jeshi la polisi ambalo ndilo linatusaidia sana kufanya watu tuwe salama. Maana kazi ya jeshi la polisi ni usalama wa mtu na mali zake. Hawa ndugu zetu tunawapenda sana na ni watu muhimu sana kwenye jamii. Kama watatusaidia na wao kupunguza ukatili, tutakuwa salama. Maana tatizo linapotokea mahala pa kukimbilia ni polisi. Ukifika polisi na nyoa sikutendee sawa, umevunjika moyo. Maana huna mahala. Sehemu ya 3 ni mahakamani. Haya maeneo matatu tusiposaidika sana, nchi haitakuwa salama. Familia itakuwa salama. Jamii itakuwa salama. Tunaomba sana ustawi wa jamii wafikie hatua sasa washughulike na matatizo ya watu kwa kiasi kikubwa sana. Pia jeshi la polisi ifikie hatua sasa litusaidie sana wananchi. Wale ambao ni baadhi ya watendaji ambao sio baadhi, ni wachache sio wengi, wanaochafua jeshi hili washughulikiwe na wao. Ili na wao sisi ifikie hatua watusaidie sana kuhakikisha jamii inakuwa salama. Mahakama zetu tunaziomba sana. Zitusaidie pia kwa kiwango kikubwa sana zitusaidie kupunguza ukatili. Maana mtu akienda mahakamani anatarajia atapata haki yake. Bahati mbaya akifika asipate haki, huyu mtu anachanganyikiwa. Maana haoni mahala pengine atakwenda wapi. Kaenda ustawi wa jamii hawakumsikiliza. Kaenda polisi hawajamsikiliza. Mahakamani ndiko hakusikilizwa. Huyu mtu anakufa huko anaishi. Maana kuna watu wengi leo wanakufa anaishi. Unamuona anatembea toka mwaka juzi kafa. Kwa nini? Hajapata haki yake. Kwa haya maeneo matatu tunawaomba sana wakubwa mtusaidie sana kutusaidia tuendelee kuishi kwa amani kwenye nchi yetu ya amani. Asante sana.
swali? Mimi sina swali.